hatima yake ya asili imeuzwa kwa huyo aliye kinyume, adui wa nyota yake. Na ndio maana huo maandiko matakatifu haya yamesema usiyachochee mapenzi kabla ya nini? Ya wakati wake. Kwa hiyo sex huwaga ni fimbo kubwa, adui wa kwanza anayeanza kuzizima ndoto za mtoto anayeelekea kwenye ndoto zake. Sasa akishinda hapo, miaka 23, 24, 25, anaanza kuishi kwenye fursa, anaanza kuzitafuta kwa nguvu, na hapo ndipo huyu nabii anaokoka, anaanza kuwa mtumishi kweli. 24, 25, 28 mpaka 30, 32, 35, humo huyu mtu ni mtumishi mzuri, is the right person, is the special person for working of God. Yani ni mtu amejizatiti kweli kweli. Lakini sasa hapo wakishamuona ametrendi, anafanya huduma, mbingu zinamkubali, uwaga wanakuja hawa mawakala wa shetani, wanamwambia hivi, we need to be your company, special for your life and your ministry. We love you so much and we need to support your life. Tunaona ukifika mbali. Kama ni mwimbaji, tunaona huduma yako ikienda vario. Kama ni mhubiri, tunaona Mungu akikuinua sana. Yani wanaanza kumuingizia mawazo, lakini sio mawazo, wataanza na kumpa sapoti. Yani kama anahubiri, wataenda na yeye mpaka kwenye majukwaa, watasapoti ile huduma kwa kumpa pesa nyingi sana, na sio tu kumpa pesa nyingi sana, wataanza hadi kumuonyesha kwamba encouragement, we are together, we are so together, your God is able. Anavyofanya, wanaanza kupandikiza vitu vyao, wataanza kumpa maji ya kwao yaliyovuviwa na nguvu za giza. Anapokunywa anaanza kupoteza taratibu. Wataanza kumpa macheni yao, mamikufu yao, mavyakula yao yaliyotolewa sadaka kwenye mapepo. Wataanza kumvika nguo zao walizozinuia kutoka kuzimu. Wataanza